Sehemu ya 13. Usiku uliofuata anga la Enaria liligubikwa na mawingu ya giza yaliyobeba radi ya ajabu. Kwenye nyanda tambarare upande wa mashariki, milio ya ngoma nzito ilianza kusikika, sauti ya jeshi la kivuli lililoandaliwa na Mfalme Almar. Ndani ya pango la sumu, Almar alitembea katikati ya wanajeshi wake waliovaa mavazi ya chuma nyeusi. Walikuwa na macho mekundu, silaha zilizolowekwa katika sumu ya kivuli, na midomo iliyofunga viapo vya utii wa milele kwa giza. Leo Almar alitangaza, Enaria itapiga magoti. Mwanga wao ni wa muda. Giza haliishi. Wakati huo huo, katika kijiji cha Lemia, Zuri alisimama mbele ya Baro, Elian na wakazi waliokuwa wakiandaa ulinzi. Alivalia mavazi rasmi ya kifalme ya Enaria, vazi la kifua lenye alama ya jua na taji ndogo iliyowekwa kito cha mwanga. Tunahitaji kuunganisha vijiji vya magharibi, alisema. Hatutaweza kuhimili jeshi la kivuli bila usaidizi. Lakini tutasimama kwa kila mtoto, kila mzee, kwa kila aliyeamini kuwa tumaini limekufa. Elian alichukua ramani. Tutapita njia za chini ya ardhi hadi Golin, halafu tutawasha taa za mwito, ishara ya vita ya mwisho. Usiku huo, Zuri, Elian na kundi la waaminifu walitoka Lemia kimya kimya, wakifuata mapito ya zamani yaliyochongwa na watawala wa kale wa Enaria. Njia hiyo ilikuwa imejaa mawe ya kale yaliyoandikwa maagano ya kifalme, kana kwamba mababu waliwatazama. Walipofika Golin, walikuta kijiji hicho tayari kimeshambuliwa na jeshi la kivuli. Nyumba zilikuwa zimeharibiwa na watu wachache waliokuwa hai walijificha mapangoni. Zuri aliinua mikono yake, akaita kwa sauti ya mamlaka, watu wa Golin. Huu si mwisho. Ni mwanzo mpya. Jiungeni nami. Tutawasha mwanga. Mmoja wa wazee wa Golin alitoka na kumpigia magoti. Tunakuamini, Malkia wa Mwanga. Na hapo taa za kale ziliziwashwa, taa zilizokuwa zimesahaulika kwa miaka mingi, na mwanga wake ulionekana hadi Lemia, hadi milimani. Lakini Almar pia aliuona, na macho yake yakawaka kwa ghadhabu. Wameanza. Basi nami naanza. Ndani ya kambi yake akawaita wanaume wawili wa mwisho walioitwa watoto wa giza, wapiganaji waliobadilishwa kwa nguvu za giza la kale. Waangalie wakiwa usingizini. Wawapasue wakiwa wakinywa matumaini. Sitaki ushindi wa vita tu, nataka kuharibu ndoto zao. Wakati huo, Zuri na Elian walijua kuwa wameanzisha vita, lakini hawakuwa na njia ya kurudi nyuma. Kila hatua sasa ilikuwa ni kuelekea kwenye mapambano ya mwisho, kati ya mwanga wa urithi na giza la kutawala kwa hofu. Na juu ya kilima cha Golin, Zuri alinyanyua bendera mpya ya Enaria, yenye nembo ya miale ya jua ikizaliwa juu ya kivuli. Vita ilikuwa imeshaanza. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu ya 14.